Ni taharuki kama sio seke, kama sio maseke, ama tukio ama mshangao ambao umetokea katika mitaa ya Msimbazi, Simba Sports Club katika siku za hivi karibuni, kuanzia juzi na jana, mara baada ya juzi mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa maana ya wanachama Simba Sports Club Murtaza Mangungo kuitisha mkutano alioita kwamba ni sehemu ya kwenda kuiombea dua timu ya Simba, na baadaye katika harakati za kuiombea dua ghafla bin vu akasoma majina ya wanaoitwa wajumbe wapya wa bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba, lakini pia akitengua uteuzi wa awali wa baadhi ya waliokuwa wajumbe, hasa kwa hoja kwamba wengi wao wako mbali na mji wa Dar es Salaam, na wengine afya zao si buheri tena, na wengine umri umeenda sana kiasi kwamba wasingeweza kuendelea na majukumu. Lakini muda mfupi baadaye tukaona Clatous Magoli ambaye pia ndiye mwenyekiti wa ile cabinet, tunaita nini, tunaita kurugenzi, tunaita bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba, akatoa tamko lake rasmi kwenye mitandao ya kijamii ya klabu kwamba chochote ambacho kimejadiliwa katika mchana huo kilikuwa ni batili. Mkanganyo ukaanza katika klabu ya Simba, washabiki wengine wakiwa upande huu na wengine wakiwa upande huu, lakini wengi wakilalama kwamba Mangungo anatutia shoti na nilikuwa ni michezo yake. Mangungo anataka tarehe 12 tuumbuke. Wengine wakisema bwana, Mangungo akikaa muda mrefu kuona Simba haijafungwa anawashwa hivi na anatamani Simba izibuliwe na Young Africans na mengi yakazungumzwa. Nini usahihi wa kile ambacho kimetokea? Ikumbukwe kabla ya hichi kitu kutokea, tayari Simba walikuwa wamepanga Simba Day. Walienda Ngorongoro wakarudi. Walivyorudi wakakutana kwenye pale Bunju kwa ajili ya dua ya pamoja. Hiyo dua ya pamoja, baada ya dua ya pamoja, Mangungu akaja na taarifa ya kuteua wajumbe ambao watakuwa wanaunda bodi ya wadhamini. Wajumbe 4 walikuwa wanatoka kwa mwekezaji, lakini pia wajumbe 3 walikuwa wanatoka kwa wanachama, kwa mujibu wa maelezo yake. Mara baada ya kufanya uteuzi ule, yakapita masaa 5 mbele, ikachapishwa barua, ikatoka kama taarifa iliyokanushwa kwamba alichokifanya kile Mangungu kilikuwa ni batili kulingana na katiba ya Simba ya mwaka 2018, marejeo ya mwaka 2026, kwamba alienda kinyume na kifungu cha 23 ambacho kwa madai ya Magoli, ambacho alisema kwamba kile kifungu kinasema kwamba mkutano wote ule utaoitishwa na mwenyekiti ni lazima awashirikishe bodi ya udhamini. Lakini ukija kwenye uhalisia, kulikuwa na mkanganyiko wa vifungu. Kile alichoongea Magoli na kile ambacho alikifanya Mangungu alikifanya kwa uhalali, kwa sababu katiba ya Simba ibara 23 ibara ndogo ya 3 inasema kwamba mwenyekiti ataitisha mkutano kwa kushauriana, si kushirikiana, kwa kushauriana na bodi ya wadhamini. Lakini yeye Magoli alikanusha kwamba ilikuwa ni kwa kushirikiana. Kwa moja kwa moja ikaonekana kuna dosari kwa yule aliyekanusha. Ukweli ni kwamba wasichokijua wana Simba wengi, tayari kuna vitu viwili ambavyo tunataka kufanyike vizuri kabisa. Kuna kitu kinaitwa Simba Sports Club, lakini pia kuna Simba Sports Club Company Limited, ambao Simba Sports Club Company Limited hiyo ndio inayohusisha wadhamini wamiliki wapya wa Simba pamoja na wanachama. Lakini Simba Sports Club inabaki bado mikononi mwa wanachama na Mangungo ndiye mwenyekiti wa Simba Sports Club. Sasa Simba Sports Club inapokwenda sasa kwenda kufanya biashara na mdhamini, inategemea ni lazima iwe na wamiliki wake, ambao wamiliki kwa niaba ya wanachama wote wanakuwa ndio ile wajumbe wa bodi ya wadhamini wa club, ambao ndio Mangungo alikuwa amewataja. Kwa hiyo kwa mujibu wa utaratibu wa katiba mpya ambayo imefanywa marekebisho mwaka Novemba mwaka 2025 na baadaye kuanza rasmi kutumika 2026 mwezi Februari, Mangungo alikuwa yupo sahihi. Alikuwa yupo sahihi. Shida ni nini? Watu wengi wanasema shida ni kwamba
Mangungu amefanya kitu sahihi wakati usio sahihi. Mchakato mzima wa kwanza kufanya process zozote zile za kiklabu za kuendeleza club au kuendeleza kile ambacho kinasema kama mchakato wa uhamishaji wa umiliki wa club vilipaswa visubiri kwanza dabi ipite. Ili lina kweli? Ya, lina ukweli. Kwa sababu gani? Linapotokea hili swala, ikumbukwe tayari Simba iko kwenye pressure, iko pia kwenye maandalizi. Kwanza kwenye maandalizi ya Simba Day inayofanyika weekend tarehe 8, pili kwenye mchezo wa dabi wa ngao ya hisani ambao unafanyika tarehe 12 Jumatano. Kwa tayari timu ilikuwa kwenye pressure nzito na kwenye maandalizi makali. Lilivyoibuka hili swala ni kama likaja kuwashtua, na ndio maana kukatokea mkanganyiko kati ya bodi ya wakurugenzi pamoja na bodi pamoja na mwenyekiti, ambao mwenyekiti ndo final say. Kwa hiyo kulitokea kama kutokuelewana. Ni taarifa ambayo upande wa pili wa bodi ya wakurugenzi huenda haukutarajia kama ingefanyika kwa sasa huo mchakato. Kulitarajiwa kuwa na mkutano wa bodi ya wakurugenzi ambao Mangungu ni mmoja kati ya washiriki wa mkutano huo ambao ulitarajiwa kufanyika tarehe 3. Ni kwa nini Mangungu asingesubiri mkutano ukafanyika na baada ya mkutano wakapata jibu la pamoja, na baadaye tumeshuhudia wameweza kukutana, wamejadili pamoja na wametoa taarifa ya pamoja ambayo imesainiwa na Clatous Magoli pamoja na Mangungu kama makamu mwenyekiti, ikionyesha kwamba mambo yote yatasimamishwa na yataendelea mpaka pale ambapo club itakaa katika hali nzuri na kupita katika kipindi hichi ambacho club itakuwa inakwenda kwenye hiyo Simba Day kama alivyosema, pamoja na mechi kubwa ya tarehe 12 ya dabi. Wao wanasema sasa hivi mambo yote yakae kimya kwanza, yasubiri, na wamekubaliana yasubiri mpaka wakati huo. Je, hili lilishindikana vipi kufanywa kabla? Inavyosadikika, mnamo tarehe 17 mwezi wa 7 kulikaliwa kikao kati ya mwenyekiti Mangungu pamoja na wanachama baadhi na kwenye kile kikao kuna mwanachama mmoja alihoji transformation itafanyika lini kwenye Simba yetu. Mangungu akawaambia kufika tarehe 2 kutakuwa na kikao ambacho baada ya ile taarifa Mangungu kulingana na kifungu cha 23 cha katiba ya Simba aliweza kuwatumia wanachama barua kwenye matawi yao kwa siku 14 mpaka 15 kama katiba inavyosema, ibara ya 23 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Simba. Akafanya kwa matakwa ya katiba. Shida ilipokuja baada ya kuwatumia vile alivyoitisha kikao, sasa hao wengine bodi ya wakurugenzi ni kama hawakuwa na ile taarifa, lakini kwa madai yake anadai alifuata msingi wa katiba, alitekeleza taratibu zote. Shida ilikuja kwenye kulifanya kwa wakati, yani ya kusoma zile alama za nyakati. Ni kama Simba haina kuaminiana, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo ya Mangungu ni kwamba kabla ya kufanya uteuzi huo yeye aliwasiliana na mwenyekiti rais wa heshima wa klabu ya Simba ambaye ni Mohamed Mo na kumshirikisha hilo, na hata ikafika stage kwa hekima yake, kwa sababu ukisoma katiba haimlazimishi yeye kuwasiliana au kushirikishana yeye na huyu ambaye ni mdhamini wa club, lakini alifanya hivyo, na hata yale majina anasema majina 4 yalitoka kwa mdhamini na majina 3 yalitoka kwake. Kwa alifanya kitu ambacho kiko sawa ili kuweza kumalizia mchakato ili mambo mengine yaende. Lakini waliokuja kukiwasha sasa ni wateuliwa walioteuliwa na huyo wakakiwasha kwamba kwa nini unakwenda kufanya hivyo kinyume, lakini ndani ya yale majina inasemekana. Lakini pia zaidi ni kwamba moja kati ya wateuliwa wa mdhamini ambaye ni Clatous Magoli anaonekana kuwa na shaka sana na mtu anayemuita anamtia shoti ambaye ni Try Again, na Try Again Mohamed Mo amempendekeza kuingia katika bodi ya wadhamini. Moto kiasi gani utawaka pale Simba? Ukiangalia kwanza Try Again alishawahi kudumu kwenye ile nafasi ya bodi ya wadhamini, lakini mwisho wa siku ni kama aliangusha timu. Kwa hiyo kitendo cha kumrudisha Try Again maana yake tayari kinakuwa kinachochea upande wa pili kutokuwa na imani naye kulingana na ile nafasi aliyopewaga mara ya kwanza, ambao alishindwa kutekeleza 90% mpaka 80% ya matakwa ya Simba. Na msimu ambao bahati mbaya aliyokuwepo Try Again, Yanga iliweza kufanya vizuri, iliweza kuwafunga sana Simba na ikachukua na makombe. Kwa hiyo kuna uwezekano wanasema kuwarudisha wale tena ni kama tunarudi tulikotoka.
Sasa kiutaratibu na kiutendaji, unaposema mjumbe wa bodi ya wadhamini hana jambo lolote kiutendaji. Kazi yake tu yupo pale kwa niaba ya kulinda na kutetea rasilimali za klabu. Hana kikao chochote anachoshiriki cha mkurugenzi wala cha kiutendaji. Wasiwasi uko wapi hasa? Na kitu kingine cha pili cha kujiuliza ni kwa nini viongozi wa Simba waliopo hawawaamini waliotoka na waliotoka hawawataki waliopo? Shida iko wapi hapa? Tulishasema kwamba siku zote namna uongozi wa Simba ulivyo, kwanza kuna mwenyekiti ambaye ana 51%, kuna wawekezaji ambao ana mwekezaji 49%. Kwa hiyo mle ndani ya Simba tayari kuna matabaka, kuna watu ambao wako upande wa mwekezaji, kuna watu wako upande wa mwenyekiti. Kwa ikitokea aidha kitu kilichozungumzwa kinzana au kinaumiza upande mmoja jalizia, mwisho wa siku inazaliwa migogoro kila siku. Na ndio maana kuepukana na hii migogoro, ndio maana wengi walisi kuwepo na transformation, mabadiliko. Kusipokuwa na mabadiliko, mimi naamini tutashuhudia mengi kwenye sasa. Kwa mujibu wa matakwa ya taratibu za mabadiliko zinamtaka mwenyekiti wa Simba kuyafanya mabadiliko kwanza kwa kuondosha hao ambao wanajiita wawekezaji kwa sasa. Kwa sababu hawana haki ya kuwa wawekezaji. Mchakato unabidi kuanza upya, na ili mchakato uanze upya inabidi watafute wawekezaji watatu wapya ambao wao sasa watakuja kuchukua nafasi ya 49%. Je, Simba ipo tayari kuishi bila Mohamed Mo ili ijiendeshe yenyewe kwa muda mpaka pale ambapo mchakato utakamilika na Mohamed Mo arudi, au twende na hekima anayoenda nayo mwenyekiti wa Simba sasa kwamba Mo awepo na mchakato uwepo, mambo yote yawepo? Mabadiliko siku zote yanapotokea yana matokeo hasi na chanya. Kwenye hayo mabadiliko tutegemee kuna watu tutawapoteza, lakini vile vile kuna uwezekano wa baadhi ya mambo kubadilika. Ukimwondoa mwekezaji, kuna watu wataumia. Akiwepo pia mwekezaji, vile vile kuna watu wanafaidika na kuumia. Kwa hiyo mabadiliko yatao kuja kutokea ni mabadiliko ambayo yatakuwa na matokeo negative pamoja na positive. Mwisho wa siku tukubali kwamba upande wa pili ukiwatazama Yanga wako na stability, wako na utulivu, na sababu kubwa ya utulivu ni kwamba kiuhalisia ni kama wameachana na mchakato. Yaani hawaendelei, wako pale pale wamestaki. Kwa mchakato hauguswi. Kama unaguswa ni kidogo kidogo sana. Ni kweli. Na ndio maana mambo yao yanaonekana kuwa sawa sawa. Kama hakuna shida. Timu inafanya vizuri. Simba wanatamani sana kupeleka haraka mchakato. Na kila wanapojaribu kuupeleka mchakato, gharama zake hawako tayari kuzibeba. Kwa tukubali kwamba Simba wachague kitu kimoja. Kama wanataka makombe ya ndani na nje, basi waachane na mchakato. Na kama Simba Sports Club wanataka mchakato, wasahau kuhusu makombe, kwa sababu mchakato utaondoka na wachezaji wakubwa, hawatakuwa na uwezo wa kulipa mishahara, hawatakuwa na uwezo wa kuajiri wala uwezo wa kusajili. Kwa hiyo itabidi waache wachezaji kwanza, waache timu ifanye vibaya ili mchakato ukamilike, au la wakubali kwamba kwa sasa mchakato usimame kwanza ili timu ifanye vyema. Changamoto kubwa ni kwamba nyuma ya pazia Mo anachokoa kwamba bwana, hela zangu nazidi kutoa bilioni 20 naendelea kusajili pia, naendelea kulipa mishahara pia, na sina uhakika wa hela kurudi. Sasa ili sakata la Simba tunalimalizaje? Hili ni sakata gumu sana. Nakumbuka Mo ameingia 2018, 2017, 18. Mfano mzuri ni upande wa Yanga. Yanga kipindi kile wanapitia magumu, walikuwa na mfumo wa mwenyekiti ambao alikuwa ni Mshindo Msola, ambaye aligombea ujumbe pia kwenye uchaguzi wa juzi. Mshindo Msola alikuwa ndo final say, lakini baadaye baada ya kuingia GSM akakubali transformation. Kwa sababu gani? Aliona ndiyo ni mwenyekiti, lakini kuna uwezekano kama mwenyekiti jina, timu inadai mishahara, anapitisha bakuli, timu inasafiri kwenda sijui kucheza wapi, ligi ya mabingwa, hela nyingi zinahitajika. Lakini alipoingia GSM akakubali mabadiliko yale kwa kuleta mfumo wa rais ambaye ni kiongozi mmoja. Mshindo alikaa pembeni. Kwa hiyo mkiwa na kiongozi ambaye hakubali mabadiliko, huyo kiongozi yuko tayari kuigharimu timu. Kwa Simba Sports Club ndo kwanza pamekucha, na tutegemee moto juu ya moto, fire on fire.
kuhusu mchakato huu. Karibu Fata Talk, karibu Fata Sports Arena.